Upendo. Katika somo hii tumekwisha kuona mambo mengi na tunazidi kuendelea kuona mambo mengi zaidi. Leo Mungu alipendelea tena tusikie kitu kidogo ambayo inaweza kusaidia maisha yetu ya wokovu. Maisha ambayo ni ngumu, ambayo ni safari ndefu sana. Katika safari hii muna michongoma, muna milima, muna mabonde. Na katika safari hii tunakutana na changamoto nyingi sana, ambaye katika changamoto hizi zinafanya wengine kukata tamaa, zinafanya wengine imani kurudi nyuma, zinafanya wengine kujiuliza maswali mengi kwa ajili ya wokovu. Lakini nataka tu nikuhakikishia kwamba kuna siku moja Mungu aliupenda ulimwengu, na kuna siku moja alimtoa mwanake wa pekee, na kuna siku moja huyo mwanake wa pekee alivaa mwili akakuja katika hii dunia ambayo tunaishi ndani. Na alipokuja katika hii dunia tunaishi ndani, watu walimkataa, lakini kuna wenye walimwamini, na wenye walimwamini kuna uthibitisho fulani ilifanyika, wakaitwa wana wa Mungu, wakarudi katika urithi wa Baba, ili siku moja wasipotee, wawe na ufalme wa Baba ambaye aliyoandalia. Lakini leo, siku ya leo, nataka tujifunze kuhusu upendo wa Mungu ndani ya utatu. Upendo wa Mungu ndani ya utatu utakatifu. Upendo wa Mungu ndani ya utatu utakatifu. Wakati tulianza somo hii tulisema ya kwamba tulileta vipengele 4. Kipengele cha kwanza tulisema upendo wa Mungu katika ushirika, na hapo ndio kuna upendo wa Mungu katika utatu utakatifu. Na pointi ya pili tulisema upendo wa Mungu kwa watu wote, upendo wa Mungu kwa watu wake, na upendo wa Mungu wa kulea. Hiyo ndio tulisema wakati huo. Lakini leo nataka tujifunze kuhusu upendo wa Mungu ndani ya utatu utakatifu. Tulianza toka Wednesday, tulikuwa mahali hapa. Naweza kurudi kidogo ili wewe ambaye hukukua Wednesday unipate, ili tuendelee. Na tunakuhimiza pia kufika Wednesday, kwa sababu Wednesday kuna mafundisho mazuri sana. Tulisema ya kwamba katika utatu utakatifu tunaona Baba, tunaona Mwana, tunaona Roho Mtakatifu. Na katika utatu hii inachanganya Wakristo wengi na kuona ya kwamba maybe mbinguni kuna viti vya enzi vitatu, ama maybe kuna wa Mungu watatu. Wengi wanajiuliza maswali, na hapo kunatoka changamoto ya madini nyingi sana. Wengine wanasema sisi hatutamwamini Yesu, acha tuamini Baba inatosha. Wengine wanasema hakunanga wa Mungu watatu. Wengine wanasema Mungu si mwanadamu ili azae. Kukawa changamoto kubwa sana ya madini, na dini zinakawanika. Ndani ya Yesu unakuwa makundi. Sisi ni wa huyu. Wengine wanasema sisi tunabatiza kwa jina la Yesu. Wengine wanasema sisi tunabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wengine wanasema sisi tunabatiza kwa jina la Baba. Unaelewa ya kwamba dunia inaingia katika changamoto, na hii changamoto inaingia kwa sababu watu wanajifocus kwenye madini, kwa sababu watu wanabakia kwenye utaratibu, kwa sababu watu wanakaa katika kujifunza Biblia kama kitabu kingine bila kutafuta ufunuo wa maandiko. Haleluya. Roho inaleta uzima, lakini maandiko inaua. Roho inaleta uzima, maandiko inaua. Na watu wengi wamekufa katika maandiko, na watu wengi wanapotea
katika maandiko. Lakini niambie Mkristo mmoja ya kwamba andiko bila Roho Mtakatifu ni sawa na gari ya bei ya mzuri lakini haina mafuta ndani yake. Haleluya! Kukariri maandiko yote bila Roho Mtakatifu wa kufunulia hiyo maandiko ni pamoja na bure. Lakini ukiwa na Roho, yeye atakumimina mafuta mabichi, atakuongoza, atakuelekeza, atakupatia ufunuo wa kweli ambayo uko sahihi. Weneze tulikuwa hapa tukasema ya kwamba katika utatu tunaona Baba. Tukasema ya kwamba Baba anatekeleza, Baba anapanga. Baba anapanga. Tukasema ya kwamba Baba alipanga mpango wote wa wokovu. Wakati alipanga mpango wa wokovu, katika mpangilio yake akampatia mwanadamu heshima. Akaumba mwanadamu, akampatia heshima ya wana wa Mungu kuwa mwana wake, na akampa urithi. Baada ya kumupa urithi katika mpango wa Mungu, katika prescience ya Mungu, mwanadamu alikuwa tayari anaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu tayari alikuwa anaanguka. Wakati mwanadamu alianguka, Mungu ni hakimu ambaye hakuna kosa inapita kwake bila kuichapa. Hakuna dhambi ambayo inafanyika kwake bila kuipiga. So kila kosa inafanyika ile bila aipige. Lakini kwa sababu ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, na hii ushirikiano ni ya umoja wa kweli ya ndani, katika mpangilio ya Mungu ilibidi atoe mwana, ambaye mwana kazi yake ni kutekeleza kenye Baba alipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yake ni kutekeleza kenye Baba alipanga. Tukasema ya kwamba mwana kaja, akakuja kwa sababu mwanadamu alipoteza nafasi yake ya urithi. Wakati alipoteza nafasi yake ya urithi, hakuna gizi arudie tena katika urithi, kwa sababu alikuwa anakuwa mfu kiroho, alikufa, anatoka chini ya uangalizi wa Mungu, anaingia chini ya mateka ya shetani. Na kuwa chini ya mateka ya shetani, hawezi ukarithi ukiwa chini ya mateka ya shetani. Punda na mwana punda hawataingia Yerusalemu ikiwa wanafungwa. Inabidi wafungue. Na ndio maana Yesu alituma mitume, akawaambia mwende mfungue punda na mwana punda. Nahitaji. Asa mwana kaja kwa lengo moja, kutekeleza mpango ya wokovu ya Baba, ili Baba simpige mwanadamu, kwa sababu dhambi mwanadamu aliyofanya ilistahili mauti, na tayari fimbo ya mauti ilikuwa imesimama. So hakuna jinsi hiyo fimbo irudi kama haijafanya kazi. Maandiko yanasema ya kwamba neno ya Mungu ikikuja hairudi yake bila kutekeleza. So neno ya Mungu ikisimama, Mungu akisema, hajirudi yake aseme mara pili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema utakufa, arudi yake kusema mara pili, unless kuwe neema itazuia hiyo mauti, itabeba hiyo mauti. Kama hapana, mpango wa Mungu, msemo ya Mungu lazima itekelezwe. Asa mwana kaja atekeleze mpango ya wokovu wa Mungu, achukue hiyo maumivu chini yake, achukue hiyo mauti ndani yake, juu huyu mwanadamu ambaye alikuwa anakosa apate tena urithi wake.
ambaye aliyopoteza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Ili huyu mwanadamu arudie tena katika uisi wake. Bwana alipofika katika upendo huu, ilibidi mwana akuje. Mtoto mwanaume alizaliwa, tukasema ya kwamba Isaya ilitabiri mtoto mwanaume akazaliwa. Lakini ndani ya ueleze kukawa utata kidogo. Tukasema ya kwamba Yesu alipokuja alitabiriwa kwanza. Alipotabiriwa ilibidi watu waamini ya kwamba kuna mkombozi ambaye atakuja. Watu wakaanza kumsubiri kama jinsi leo tuko nasubiri parapanda. Kiajabu ni kwamba siku Yesu alikuja, wenye walikuwa na neno ya unabii walishindwa kumtambua. Halo, niambie mtu mmoja kwamba siku parapanda itakuja, siku parapanda italia. Sio wote watanyakuliwa. Kuna wenye watakuwa naona kama movie. Haleluya. Kuna wenye watakuwa naona kama movie. Utakuwa onekana mwenzako anenda unabaki. Utaitafuta njia na wewe uende inakosekana. Yesu alipokuja wengine waliona kama movie. Wengine wakamwamini. Wakasema huyu ndiye aliyetabiriwa. Anakuja sasa. Ndio hapo tulifika kwa andiko ya Yohana. Maandiko yanasema kwamba akaja kwao, walie wake hawakumpokea. Tukasema ya kwamba watu wengi wanaamini wasipokupokea. Na hapo ndio kuleta changamoto. Weneze kulikuwa mzuri sana. Ingawaja tu kwa na time ya maswali, lakini maswali ilikuja inbox. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaamini bila kupokea. Kuna watu wanamwamini Yesu, wanaamini ukweli wa maandiko, wanaamini kama Mungu ni mmoja, wanaamini kama Mungu alimtuma mwanae wa pekee kuja kukomboa dunia, lakini ndani ya mioyo yao hawayampokea Yesu. Na hapo ndio inaanza kuleta sasa changamoto. Haleluya. Mafarisayo walikuja kumfuata Yesu. Wakaamini miujiza alikuwa anaifanya, na wakashuhudia kwa midomo yao ya kusema hakuna mtu amewahi kufanya hivi. Lakini ndani ya mioyo ya Mafarisayo walikuwa hawajampokea Yesu. Mpaka Yesu anawaita makaburi. Haleluya. Nje wanapakwa chokaa, ndani. Tukasema leo ya kwamba makanisa inajaa. Ukiangalia kanisa zinajaa kweli. Ukiangalia leo Sunday ni maelfu ya watu wako kanisani. Lakini ukiangalia mioyo inyeko kwa Mungu ni chache. Kanisa inajaa aje, lakini kwa Mungu kuwe watu chache. Watu wanaamini ishara. Unaona hapa? Tuanze tu miujiza. Kiwete moja tembee, kipofu mwingine kesho aone. Kesho yake hata kwa mtoto wa Ebenezer utakuja hapo nakosa kiti. Tukifanya miezi 2 hii kanisa tunaibomoa. Siku moja Yesu watu wakakuwa njaa,
akafanya mikate ikawa majiwe, ikawa mikate ikawa nyingi, batu wanakula wanajaa. Le lendemain, kesho yake umati ya watu wote walikuja, walisikia, wakaamini na wakakuja, lakini ndani yao hawakukuja kwa ajili wanampokea Yesu, walikuja kwa ajili ya mkate. Haleluya! Asa ndani ya makanisa kuna watu hawakuji kwa ajili ya Mungu, lakini wanakuja kwa ajili ya jina. Sisi ni wana wa Ebeneza, so ni jina ya Ebeneza inamfanya kuja hapa. Oh, asante. Watu wanaenda kwa kanisa kwa ajili ya jina ya manabii, kwa ajili ya baba yake ya kiroho, lakini waende kanisa kwa ajili ya Mungu. Na njoo naleta leo challenge. Haleluya! Wakristo leo ndani ya makanisa mnajaa watu ambao walioamini lakini hawajampokea Yesu. Danger ni kwamba walioamini tu hawatafanyika kuwa wana wa Mungu, lakini waliompokea Haleluya! Soma hapo, turudilie baba. 11, 12. Bali wote waliompokea aliwapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wanani wale? Ndio waliaminio. Haleluya! Leo tunaweka imani mbele kuliko kumpokea Yesu. Kuna aina mbili ya imani. Tuingie kwa aina mbili ya imani. Kuna imani ya kichwa, imani ya akili, imani ya ufahamu. Imani huja kwa kusikia. Haleluya! Kwa kusikia nini? Neno la Mungu. Hiyo ndio imani ya kweli. Yes. Unaona, ukisikia neno la Mungu hapa unaweza kuamini. Reason why unaona mtu tukikuja hapa tunahubiri neno, mtu anaokoka, analia machozi, lakini baada ya ibada anarudi katika hali yake kawaida. Aliamini, akumpokea Yesu. Soma Yakobo 2:19. Yakobo 2:19 nasema nini? James 19 nasema nini? Yakobo 2:19 Biblia inasema hivi. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja. Sikia, wewe unaamini ya kuwa Mungu ni mmoja. Unafanya mzuri sana. Haleluya! Wewe ambaye unaamini ya kwamba Mungu ni mmoja, unafanya vizuri sana. Endelea. Lakini mashetani nao wanaamini na kutetemeka ya kwamba Mungu ni mmoja. Sijui mtu mwana nisikia. Sio tu wewe unaamini, lakini mashetani nayo wanaamini ya kwamba Mungu ni mmoja na wanatetemeka mbele ya Mungu. Haleluya! So kinye kinaleta utofauti kati ya sisi na mashetani haiko kuamini. Kinye kinaleta utofauti ni kumpokea Yesu. Haleluya! Kumpokea Yesu ndio kunaleta utofauti. Haleluya! Kwa sababu shetani anajua maandiko, shetani anaelewa, anamjua Mungu ni nani na anatetemeka, lakini hajampokea Kristo. Sasa waliompokea
waliompokea ndio watafanyika wana wa Mungu. Asante. Waliompokea. Uliza moyo wako, umekwisha kumpokea Yesu? Haleluya. Uko katika waliaminio ama uko katika wanaompokea Yesu? Haleluya. Njoo tofauti yetu hapa. Wenye wako na imani akili, wao wanatekeleza kinye dini nasema. Unisikie? Wanatekelezaje? Twende kanisa Jumapili, eko wa kwanza. Tuimbe worship, eko wa kwanza. Tuhubiri neno, eko. Tuabudu, eko. Siku moja Yesu akawatazama akawaambia, sikia, siku hiyo watakuja watasema, tulitabiri kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako, tuliimba kwa jina lako, lakini atawajibu nini? Tokeni hapa, sikuwajua. Hakuwajua aje? Na walitaja jina la Yesu, na walihubiri jina la Yesu, na waliimba jina la Yesu, kwa sababu hawakumpokea Yesu, lakini walikuwa wanamwamini. Na watakayorisi sio wale walimwamini. Watakayorisi ni wenye walifanyika wana ndio warisi wa Baba. Njoo wenye watarisi ufalme wa mbinguni. Njoo wenye watarisi. ya ndugu yangu, tutoke katika kumwamini, tutoke katika imani ya pili. Ni imani ya roho. Hiyo ndio imani ya kweli sasa, ambayo Waebrania 10 inasema ndio imani ya uzima. Ndio imani inaleta conviction ya Yesu kukaa ndani yako. Alisikia, akafungua mlango, Yesu akakaa ndani yake. Kitu cha kwanza Yesu akaanza kumbadilisha, akasema no, mimi ndio mfalme wako. Hautafanya tena mapenzi yako, utafanya mapenzi yangu. Yesu anakaa. Yesu anakaa. Imani ya pili. Hiyo ndio imani ya kweli. Sio imani ya filosofi. Sio imani ya teolojia. Ukisoma teolojia unaweza kuwa mhubiri. Haleluya. Unaweza kusoma degree ya teolojia na ukakuwa mhubiri. Haina shida. Unaweza kuhubiri neno kama discours. Unaweza kuhubiri neno haina uhai ndani yake. Kitu inaleta uhai wakati unampokea Yesu. Yesu anakaa ndani yako. Yeye anakuwa mafuta. Hiyo engine inaanza kufanya kazi vizuri ndani yako. Ndiyo neno ambayo inaokoa. Ndio maana kuna utofauti wa neno. Wakati neno ziko nahubiriwa, utasikia hata kwa TV. Unasikia unasema no. Hii iko neno hii. Hii experience wanahubiri. Lakini neno yenye iko na uwezo wa Mungu, unasikia kina kuchoma mkuki, machozi natoka, unasema hapana, tafanya hatua kwanza sasa. Nisimame katika Yesu. Waliompokea Yesu katika kweli, au ndio wanaingia katika kuwa wabudu halisi. Haleluya. Tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hawa watu wana thamani sana mbele ya Mungu. Mungu ana wivu na hawa watu. Njoo wa Mungu anasema kwamba ukimgusa mwenye haki wangu ni kama unagusa boni la jicho. Sio kila mtu. Yes. Haleluya. Sio kila mtu. Hapana. Waliompokea, wenye wanakaa ndani yake, wanajua mapenzi yake, wanajua Mungu ananita. Saa hizi Mungu ananita. Ataamuka hivi anasema hapana, Mungu ananita, nasikia sauti inanita. Wengine wanasema eko wapi? Mbona unachanganyikiwa? Yanaamuka anasema hapana,
nasikia sauti iko tofauti na masauti ingine, kwa sababu ndani yake kuna baba anakaa ndani yake. Kuna mtu baba anakaa ndani yake. Sasa sikia, kama baba yuko ndani yako, wakati anakuita mwenyeko nje yako, kando yako, hawezi kusikia hiyo sauti, hawezi kaisikia. Ndio maana unaonaka mtu anasimama katika imani, unasema huyu ni msazi, huyu anasazika. Hapana, ndani yake anasikia sauti nye wao hujasikia. Hapana kumkondane. Sikia, mvua inaweza kuwa ikaanza kunyesha. Mvua inaanza kunyesha, kukawa aina mbili ya watu, wanayemwamini Yesu na wanayempokea Yesu. Aliyemwamini Yesu atasema roho na akili simtumikie Mungu, lakini aliyempokea Yesu kwake kukuwake akili yake inakuwa ni Kristo. Yeye anafuataka kinyi Mungu anamwambia, kukue mvua, anamwambia toka, enda, anatoka ndani ya matope, anaenda kwenye Mungu anamwelekeza, kwa sababu anasikia sauti. Haleluya! Kwa sababu anasikia sauti. Kukikuwa maombi, anasikia Mungu anamwambia inabidi ufunge 7 jours. Kisha mwenye asikie hiyo sauti unamwambia, na Mungu anasema nifunge siku 7. Atakwambia kwamba akili yako haifanye vizuri. Hapa tuko kakuma, siku 7 utakufa. Siku 7 utafanya nini? Maji itaisha. Lakini aliyesikia sauti ya ndani anakwambia, nani aliumba jua? Nani aliumba jua? Mungu ndiye aliumba jua. Nani aliumba joto? Nani aliumba damu niliyo nayo? Nani aliumba maji niliyo nayo? Sasa aliyeumba ana uwezo wa kuniongezea. Aliyeumba ana uwezo wa kunipa. Haleluya. Barikiwa sana. Bwana asifiwe sana. Aliyeumba ana uwezo. Wao wasikie sauti ya nje. Wao wasikie sauti ya nje. Ndio maana nilikusiaka andiko ya Wakorintho wa kwanza 5:7. Twaenenda katika imani. Baba akikaa ndani yako, anavuja macho ya mwili, anafungua macho ya roho. Macho ya roho ambayo wengine wataiona, ni wewe tu unaiona. Atandaa njia, wengine wataiona. Wengine watafika mahali wanastuck, lakini wewe utasonga mbele, kwa sababu macho yako na yao iko tofauti. Mali wengine walishindwa, wao utapita. Acha nikwambia mtu mmoja kwamba sio wengi walijaribu kufika mbele ya bahari ya Shamu na wakakwama, lakini wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa na Musa. Musa yeye alitembea katika imani, wakafika mbele ya bahari ya Shamu. Wengine walikwama, wengine walitafuta maboti, lakini wao walipita kwa imani. Selafa imani, upendo wa Baba. Imani inajaa njia, imani kandaa njia, imani kapasua bahari ya Shamu, imani katengeneza njia. Barikiwe sana. Imani kafungua milango ambapo wengine wakuona. Wengine walitafuta maboti, lakini wao walimtafuta tu imani. Macho lifunguka na wakaona kwamba kwa bahari ya Shamu pana njia. Anaambia mtu mmoja, kati ya hiyo machozi kunapitia ndani, kuna njia ndani. Kuna njia kwa hiyo shida, kuna njia kwa hiyo magumu, kuna njia kwa hiyo magonjwa, kuna njia ndani, kwa sababu anaachilia upendo wa wokovu. Haleluya. Kuna njia. Ingia ndani ya imani, umpokee Yesu, utaona mambo tofauti. Haleluya. Umpokee Yesu, utaelewa vitu tofauti. Umpokee Yesu, sio kumwamini, hapana. Toka mlevel ya kuamini, umpokee Yesu. Maandiko anasema anagonga tena, papa. Nani asikie afungue? Ukifungua teka na wewe, lakini usipofungua utamwona akipita kwa jirani. Sikia, kuna watu
hawayaona Mungu, wanasikiaka na weko wengi wanasikiaka tu Mungu anatendaka. Anasikia mwingine anashuhudia, mtu anasimama kwenye madhabahu, niliona mkono ya Mungu. Yani yeye kwake eko naona kama ni historia tu. Mungu anatendaka aje, Mungu anafanyaka aje. Lakini kuna watu wamemwona mkono wa Mungu, na nakuja hapa naima nasema ni mkono wa Mungu unanibeba, ni mkono wa Mungu. Nikiangalia majivuno ya Paulo haikuwa ya bure, haikuwa ya bure. Anasimama mtu asimtabishe, no, mtu asinitabishe. Sikia, Paulo alikuwa, wengine walikuwa na magari. Katika nyaraka yake alikuwa anasema kwamba mimi ni maskini lakini natajirisha wengi. Yani wanamkejeli. Mbona naomba Mungu na nakosa viatu? Mbona naomba Mungu na nakosa manguo? Mbona naomba Mungu? Sikia, wao walikuwa na manguo, wao walikuwa na viatu, wao walikuwa na vyote, manyumba. Lakini Paulo alikuwa na neno. Il avait la parole. Alikuwa na neno. Why alikuwa na neno? Ukiwa na kitu, neno ndio ilikuumba kitu. Maandiko anasema kwamba mbingu iliumba kwa neno. Sikia, dunia ikaumbwa kwa neno, vitu vikafanyika kwa neno. Sasa wewe ukiwa na vitu yako na neno, ana uwezo wa kutangaza juu ya maisha yako, hiyo kitu kinatoweka. Mwenye yako na neno ana uwezo wa kulani juu ya maisha yako na unalainiwa. Mungu akusaidie, Mungu atusaidie. Tumpokee Yesu. Faida ya watu ambao waliompokea Yesu. Watu ambao waliompokea Yesu. Faida ya watu ambao waliompokea Yesu. Bwana asifiwe sana. Dunia hamkuwa msamaha. Njia ya wokovu ilifungwa. Ilifale upendo wa Mungu kwa irevele njia ya wokovu wa Mungu. So na njia ya wokovu haikuwa kwa kila mtu, lakini kwa wenye walimpokea Yesu. Wenye walimpokea Yesu akawapatia uwezo wa msamaha. Haleluya. Akawapatia neema ya rehema, neema ya msamaha. Acha nikwambie, kuna utofauti aina mbili ya watu. Mwenye alimpokea Yesu, msamaha wake unakuwa wa kweli. Yake kusamehe, anasamehe. Mwenye anamwamini Yesu, yake kusamehe, anakutegea kwa hivi. Sijui kama tunaelewana. Haleluya. Kwa sababu aliyompokea Yesu, Mungu anamfundishaka upendo halisi ya Baba. Mwenye alimpokea Yesu, Mungu anamfundishaka upendo iliyopondekana, moyo iliyofinyanga. Akimwona mwenzake anamwona kama ndugu. Akikosea anamwambia kwa haraka, kumwambia unisamehe, hata kama yeye ndio alikosea, hata kama yeye ndio alimkosea. Haleluya. Wangapi ushasameheaka na wao ndio walikukosea? Kanisa, halo. Watu ngapi wenye ushasameheaka na wao ndio wanakukosea? Unaenda tu mwambie Bwana, yeye ndio alikukosea, anakaa kwake, na unaenda unamwambia unisamehe ndugu yako. Wewe ni ndugu yangu katika Kristo. Wangapi? Ama tunaongeaka kaluka kani kuonana, tuonaniaka wapi? Mbinguni. Tutaonaniaka wapi? Wengine atibulaya. Pita nipite. Upendo wa Mungu haujakaa ndani yako. Sikia, aliyempokea Yesu akikorogana na mwenzake haiwezi kwenda kulala apate usingizi, akule ugali shuke na eko na kinyongo na mwenzake. Hawezi kuvumilia, maana ndani yake mtakuwa kitu. Itakuwa namwambia hapana, uko sawa.
hauko sawa. Anataka kuomba, hauko sawa. Anataka kufanya, hauko sawa. Mpaka hiyo upendo itamlazimisha afike, Bwana unisamehe ndugu yangu, unisamehe, tutengeneze. Lakini ukiona dalili ya kwanza kugundua kama uyampokea Yesu, ukiona unafanya hasira na mtu unamfunga kuroho mwaka mzima, mtafute Yesu, mpokee. Haleluya, umtafute Yesu. Mwaka unaweka mtu kuroho, unaombakaje? Unaombakaje? Na unapiga magoti, unaongea kwa lugha. Wakorintho wa kwanza 6:12 nasema, le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Hapana, huyo ni malaika wa shetani anakuongelesha lugha. Haiko lugha ya mbinguni, haiko lugha mbinguni. Mwaka na unasikia unapiga magoti, unaomba mwaka na unakula, na kiajabu mnaingia kanisa moja, mwenzako kukona umeongeleshe, na unakuja mnashiriki meza ya Bwana. Pokea Yesu rafiki yangu, umpokee Yesu. Kuja umpokee Yesu, kuja umpokee Yesu. Yeye analazimishaka, atakulazimisha kuomba msamaha. Kuja umpokee Yesu, kuja umpokee Yesu rafiki yangu. Bado haujaelewa upendo wa Mungu, bado kabisa, uko mbali sana na upendo wa Mungu. Njoo kuja upate hii neema kumpokea Yesu. Kuja upate hii neema katika upendo wake, kuja upate neema ya kumpokea. Kuja upate neema. Yesu anakuita, inabidi uokoke, inabidi utubu ili usikie upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unakulazimisha kuishi na amani. Maandiko yanasema kwamba kitu mwana waachia yenye dunia hiyo haina nayo ni amani ya moyo. Sasa ukiwa na amani, ukiwa na amani, ukiona mwenzako mnakorogana au utakosa amani, mpaka wewe utengeneze, njoo urudi upate amani, upige magoti useme, Baba unipokee, na Mungu anakuona. Haleluya. Faida ya pili ya kumpokea Roho, ya kumpokea Yesu, uzima wa milele. Ambia mwenzako uzima wa milele. Uzima wa milele. Tuko hapa si juu ya kwenda Ulaya, tuko hapa si juu ya kwenda Amerika. Acha nikwambia, Amerika wanamtafuta Yesu, Canada wanamtafuta Yesu, Australia wanamtafuta Yesu. Tuko hapa juu tuende mbinguni. Tuko hapa juu tumuone Baba. Tuko hapa juu ya uzima. Tunaimba juu ya uzima. Kama unamfuata Yesu juu ya nyumba, pole sana. Haleluya. Kama unamfuata Yesu juu ya gari, pole sana. Kama unamfuata Yesu juu ya ndoa, pole sana. Lakini heri waliomfuata Yesu, waliompokea Yesu, kwa ajili wanajua watapata uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima. Ayaya. Sikia, pesa unaweza kuipata saa zote, nyumba unaweza kuipata saa zote, ndoa unaweza kuipata saa zote, lakini uzima wa milele inafichwa ndani ya ubavu wa Yesu Kristo aliyechoma mkuki, damu na maji katoka. Ukimpokea na anakuonesha njia yake, usipompokea anaifunga njia yake. Haleluya. Anaifunga, anaibloke, kwa sababu je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin. Sikia, Mungu wetu akwake mpase, Mungu wetu akwake mfutur, Mungu wetu ako mpresent. Wakati alienda kwenye mulima kulisha ngombe za Yethro, aliona kijiti, akaingia mule, Mungu akamwita, kisha akamuuliza, Mungu,
au watu wakiniuliza jina lako ni nani, Mungu akamwangalia Musa akamwambia, wende uambie hivi, enda haraka uambie hivi, jina langu mimi ni Niko. Jina langu mimi Niko. Siku moja Yesu anakuja mbele ya Mafarisayo. Mafarisayo wanakaa, madoa yao wanamwangalia. Kisha Yesu anafika mbele yao, akawaambia, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Before Abraham akuwe, mimi niko. Before Abraham akuwe, mimi niko. Sikia, madoa yao walikuwa wanamwamini Yesu, lakini walikuwa hawajampokea. Wanasema anakufuru Mungu. Kuna mambo mengine unaonaka ni makufuru kwa sababu ungali ndani ya kumwamini, lakini ukiingia ndani ya kumpokea utaona kama Mungu ni Baba. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mungu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mungu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mungu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Baba, achilia neema ya wokovu mahali hapa. Achilia neema ya wokovu Baba. Taifa lako wakupokee Bwana. Andaa mioyo ya wana wako Baba. Mioyo ya taifa lako Jehova. Adonai. Mwamba uliyepasuka ni wewe. Uliyesema Eloi lama sabakthani. Uliyechoma mkuki Baba ubavuni kwa kutemewa mate Bwana. Walikujaza mate ya uso. Asante Mungu wetu wa ajabu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Fungua moyo wako. Neema ya wokovu ikitembea mahali hapa. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Imba kwa sauti. Yesu ni baba yangu asiyeshindwa kamwe. Mwamba imara asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Hey! Baba! Imba kwa imani, fungua moyo wako. Imba kwa imani. Piga makofi yako, imba kwa imani. Imba kwa imani. Uwepo wa Mungu kitembea. Nguvu ya Bwana kitembea mahali hapa. Nguvu ya Bwana kitembea mahali hapa. Uwezo wa Bwana kitembea mahali hapa. Hey! Toa sauti yako. Hey! Yahweh. Una baba yangu asiyeshindwa kweli. Una baba yangu asiyeshindwa kitu. Una baba yangu asiyeshindwa yote. Baba imara asiyeshindwa. Una baba yangu asiyeshindwa. Una baba yangu asiyeshindwa kamwe. Una baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yahweh.